Sisi tunatumia kauli moja kwenye burudani, no bad publicity kwa celebrities au kwa msanii. Taanza na issue ya Harmonize pamoja na Kajala ambapo wamerudiana. Of course wamerudiana kama siku mbili wakiwa Zanzibar. Na mimi kama ninavyofahamu, mimi najuaga Harmonize na Kajala kuna ukaribu ambao ulikuwa unaendelea kwa sababu nishaye kuripoti hiki. Kajala na Harmonize hawakuwahi kuwa tofauti kwamba wako mbali, walikuwa wanawasiliana na huenda walisharudiana kitambo, lakini juzi ilikuwa ni confirmation kwamba we are back again. Sasa baada ya hiyo issue, watu wengi nimeona wametengeneza vitu vingi sana kwamba Harmonize amekurupuka, Harmonize imekuwa ni ushamba, Harmonize si vitu gani, kurudiana na Kajala imekuwa ni shida. Mwingine anasema kwamba kutokana na yaliyotokea, Kajala alizungumza yeye kutoka moyoni kwamba Harmonize alimuonyesha utupu wake mtoto wake ambaye ni Paula. Harmonize tena baada ya kunifanyia tukio zito, nikamrudia mwanamume ambaye aliweza alidiliki hadi kumuonyesha utupu wake mwanangu. Kwa sababu hata nikikumbuka that day ambao tulikuwa tuko mle ndani, tena nimelala mimi na mwanangu. So watu wanaamini Kajala kurudi kwa Harmonize inaonyesha udhaifu wa hali ya juu. Kama mwanaume alidiriki kumuonyesha utupu wake binti yako, how comes tena unarudi kwake? Sisi hatujui, huenda watu wanafanya biashara, huenda vitu vipo ambavyo wanavifanya behind. Katika kitu ambacho kinawafanya wasanii kuwa wakubwa ni kutengeneza story nje ya muziki. Mwaka 2025 inawezekana kabisa ukitaja wasanii waliofanya vizuri kimuziki, huwezi kumweka Harmonize. Lakini ukitaja wasanii waliozungumziwa zaidi 2025, huwezi kumuondoa Harmonize. Hakuna story yoyote kubwa sasa hivi zaidi ya Harmonize na Kajala. Then kija kwenye faida yake ni ipi Harmonize kurudiana na Kajala? Hizi ni brandi mbili kubwa sana, Harmonize pamoja na Kajala. Na tunajua before ya kuachana ile mara ya kwanza, wakati wako pamoja, Harmonize alikuwa anapata madili mengi sana. Siwezi kumention makampuni ambayo alikuwa anapata madili, lakini alipata madili mengi sana. Na baada ya kubreak up, yale madili yakapotea. Maana yake ni kwamba faida kibiashara kwa Harmonize, inawezekana wakarudisha nguvu yao ya brandi, wakaanza kupata matangazo again. Then ukija kimuziki pia, katika posti nyingi za Kajala na Harmonize, nao wakipost wanaweka background nyimbo zile ambazo ni mpya. So inasaidia pia kwenye kupromote nyimbo zao.